Okay, karibuni sana wote regardless ya how umefika. Hekima ni mahali ambapo tunajifunza jinsi ya kutambua kusudi letu hapa duniani na kulitumikia kusudi hilo ili tuweze kufanikiwa katika maisha tunayoishi. Tunaishi maisha mafupi sana. Mwaka huu mwezi wa 3 tarehe 31 nitakuwa natimiza miaka 46. Sasa mnapofikiria miaka 46 wewe nini? Lakini the way ninakumbuka nikifikiria, ninaona ni kama juzi tu nilikuwa nacheza kombolela. Kama juzi tu tulikuwa tunacheza nimeshasa kusahau, kuna mchezo tulikuwa tunacheza kwenye mchanga, mnafukia kitufe alafu unatafuta, sijui inaitwa nini. Tulikuwa tunacheza draft, tulikuwa naona ni kama juzi tu tulikuwa tunakimbizana kama watoto, lakini imeshapita zaidi ya miaka 30 tangu nilikuwa nacheza namna hiyo. Then ninaanza kuangalia katika hiyo miaka 30 tangu ninaanza kujitambua kwamba mimi ni nani mpaka leo, ni kitu gani nimefanya, ni urithi gani ninaacha hapa duniani. Sababu kama miaka 45 imepita haraka hivyo, miaka 45 mingine itapita haraka hivyo. Kwa hiyo soon itakuwa bye bye. Hello? Tumepewa Pasaka 70 tu. Una Pasaka 70 tu. Una Christmas 70 tu. Una New Year's 70 tu. Zikizidi hapo unakuwa mzigo kwa taifa. Kama una nguvu utakwenda mpaka 75, 80. Baada ya hapo unakuwa mtoto. Nakumbuka bibi yangu alifikia mahali akawa anavalishwa nepi. Kwa hiyo unazaliwa unavaa nepi, kule mwisho tena unavaa nepi. Unazaliwa hujitambui, kule mwisho tena unakuwa hujitambui. Kwa hiyo hapa katika between miaka 0 mpaka 10 hujitambui. Between 80 kuendelea hujitambui. Kwa hiyo kuna miaka hapa 50 ya kufanya kitu ulichokuja ukifanya. Na mara nyingi tunacheza hapa kwenye teenage mpaka 20 something. Tunamwona Amon huyu hapa. Hajatulia kutafuta mke au aanze kufanya mambo ya contribution kwenye jamii. Na ndiko sababu is a friend, I'm just joking. Lakini tunapoteza muda mwingi sana hapa. Alafu tukija kustuka tunakuta kumbe hatuna muda kama ambavyo tunafikiri tunao. Kwa hiyo hekima ni sehemu ya mimi kustuka kwamba ninahitaji kuacha kitu zaidi ya mali, zaidi ya jina ambalo liko jina kama debe tupu. Kuacha urithi. Unajua ni vizuri unapoondoka uache mahali pazuri kuliko ulipojikuta. Ukiingia juzi kwa kwenye hoteli, nikana muuliza yule dada kwamba watu wanapoondoka kwenye vyumba inakuwaje. Anasema yani watu wakishalipa, especially nyinyi mnaolipa hela nyingi, yani mnaacha chumba ovyo yani, kwa sababu nasema tutakuja watu watasafisha bwana. Kwa unakuta mtu anaacha chumba ovyo. Mtu akikodisha gari wakati anarudisha anaacha gari liko chafu, gari liko akishakula makitu na tupa mle ndani, sema nikirudisha mimi nimeshalipia hela. Akili hiyo tunaileta kwenye maisha kwamba tutakapoondoka utaacha dunia iko vizuri kuliko ilivyokuta, au utaacha dunia iko katika vurugu, state of chaos, kwa sababu ilikuwepo. Unajua, you be remembered for two things: for the problems that you solved and the problems that you created. Watu wakumbuka kwa mambo mawili, aidha kwa matatizo uliyosababisha au kwa matatizo uliyotatua. Tunakumbuka Idi Amin, sio? Tunamkumbuka Mwalimu Nyerere. Tunamkumbuka nani mwingine? Nani mwingine tunakumbuka? Mandela. Na tunakumbuka nani mwingine alileta vurugu? Hitler. Hitler. Nani mwingine tunakumbuka? Kikwete. Watu wanasema Kikwete. Wamkumbuka Kikwete. Utakumbukwa kwa matatizo utakayotatua ama matatizo utakayoyasababisha. Is your choice, ni chaguzi wako. Sawa, kama nilivyotambulisha Amon, mimi ni mume wa mke mmoja, na mke mmoja mrembo anaitwa Irene, na muita Nubian Princess. Amenipa watoto wawili, Axel na Amaris. Ni mhandisi wa majengo lakini pia ni mwalimu, na shauku yangu kubwa
kama nilisema mwanzoni, ni kuacha dunia kwenye better state than the way I found it. Swali, inakuwaje ng'ombe mweusi anakula majani ya kijani, anatoa maziwa meupe na pupu ya brown? Inawezekanaje? How is it possible that a black cow eats green grasses, produce white meat and brown poop? Na nitaka share. Tuko darasani, hatuko kwenye ibada, wala sio sehemu ya ibada. Unafikiria ni nini kinasababisha ng'ombe always, hata kila majani ya brown, always maziwa yanakuwa ni meupe? Of course shades za white zinatofautiana kidogo, lakini always maziwa yanakuwa ni meupe. Unajua ni nini? Ndani ya ng'ombe kuna process inaendelea. Ndani ya ng'ombe kuna process inaendelea ambayo inasababisha aweze kutransform kile anachokula, always produce white milk. Of course poop inabadilika, lakini always tunapata white milk. Sasa tunaona ng'ombe ana produce maziwa ya pink, nashangaa sana. Nakumbuka mama yangu alikuwa ananiambia, sisi kama ndivyo mpaka sasa hivi, alikuwa anasema kwamba Wamasai wakitaka kujua mtoto wao anaumwa kitu gani, analamba kinyesi cha mtoto. Akikilamba kile alafu anakishika hivi texture yake, anajua tumpe mzizi huu hapa, ili kurudisha kwenye original poop. Sasa sisi tunaenda tu hospitali tunatibiwa. Point ya hii picha ni hii kwamba always kuna process iliyoko ndani yako ambayo inakusaidia wewe, regardless ya nani ni president, regardless ya unaishi wapi, unaweza ukawa na produce milk always. Milk manake ni kitu ambacho ni useful. Mwaka jana anatoa bajeti yake na matumizi, akasema bajeti hii wapinzani wakawa wanaongea, wanasema kwamba bajeti hii itamuumiza mwananchi wa kawaida. Bajeti hii itamuumiza mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo ikaongelewa sana mwananchi wa kawaida. Mimi nikaanza kujiuliza, huyu mwananchi wa kawaida ni nani? Na je, tubadilishe budget ili mwananchi wa kawaida asiumie, ama tumbadilishe yule mwananchi wa kawaida ili asiwe wa kawaida? Kipi kifanyike? Tudili na yule mwananchi wa kawaida abadilike ili budget isimwathiri, au tubadilishe budget? Nikaanza kuresearch mwananchi wa kawaida ni nani. Nikagundua translation nyingi au definition nyingi nasema mwananchi wa kawaida ni mwananchi yoyote yule ambaye hana mchango kwenye jamii. Manake huyu mwananchi siku zote kazi yake ni kupokea, lakini hana anachochangia kwenye jamii. Huyu ndio anaitwa mwananchi wa nini? Wa kawaida. Na ukifikia kwenye position hiyo, manake ni kwamba wewe unakuwa almost like a parasite, kwa sababu wewe unapokea, hautoi. Niliwahi kuambia kwenye darasa moja nafanyaga, nasema kwamba mimi napenda kupima mafanikio yangu kwa kiwango cha utoaji wangu. I measure my success based on the quality of my giving. Kwamba ni kitu gani ninatoa, hapo ndio unajua success. Sio kiasi gani ninapata, bali kitu gani ninapokea, kitu gani ninatoa. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna process iko ndani yako ambayo inakusaidia wewe, na wewe ndio unatakiwa uitunze ile process. Henry Ford anasema kwamba if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Ukiendelea kufanya kile kitu ambacho siku zote unafanya, utaendelea kupata kile kitu ambacho siku zote unapata. Kwa hiyo ukitaka mabadiliko, lazima kwanza wewe ujibadilishe. Sio Mungu akubadilishe wala shetani, wewe mwenyewe. Mike Murdock anafundisha, anasema kwamba watu wenye kitu ambacho wewe huna wanajua kitu ambacho wewe hufahamu. Kwa hiyo naomba tujipongeze kwa kupigia makofi kwamba tumekuja hapa kuongeza kitu ambacho tunafahamu ili tupate kitu ambacho hatuna mpaka leo. Naomba tujipigie makofi. Lakini zaidi ya kufahamu, utafanyia nini kile unachokifahamu? If you are to get what others don't get, be prepared to do what others won't do. Haisaidii wewe kukusanya ulimwengu wa maarifa alafu usifanyie kazi.
Ukitaka kipato chako kibadilike, lazima uangalie ile pesa inayopita mkononi mwako inaenda wapi. Ukitaka afya yako ibadilike, lazima uangalie unakula nini na unafanya nini. Kwa lazima wewe mwenyewe uanze kutafuta kitu gani cha kufanya na kubadilisha. Ukiendelea kufanya kile ambacho unafanya siku zote, utaendelea kupata kile ambacho unapata siku zote. Sasa leo tunajifunza kwanza kutambua kipaji chako, na pili jinsi ya kutumia kipaji chako ili uweze kupata ajira na ujira. Mwenyezi Mungu alipoamua kuja duniani alikupa vitu viwili. Cha kwanza anakupa time, cha pili anakupa opportunity. Au kitu tunaita chance. You will get two things only, time and chance. Jinsi gani unatumia time na jinsi gani unatumia chance yako ita separate wewe na mwingine. Tatizo ni kwamba mara nyingi tumefikia mahali tukaanza kuamini kwamba kuna wengine wana upendeleo kutoka kwa Mungu ama kutoka kwa Ibilisi ama kutoka kwa mtu mwenye cheo. Ndio maana nasema kwamba yule bwana anangekewa. Hamjawahi kusikia hiyo? Umewahi kusikia hiyo? Anasema fulani anangekewa. Unaposema fulani anangekewa, manake unasema kwamba fulani ana upendeleo ambao mimi sina, na ndio maana anafanikiwa kuliko mimi. Kwa hiyo it's okay kwa mimi kutokufanikiwa kama yeye. Sijui tunaelewa hapo? Unapomkuza mwingine kuliko wewe, unatafuta sababu ya kuridhika na kutokufanikiwa kwako. Sio kwamba fulani anangekewa ama fulani amebarikiwa ama fulani analaana. Labda tuongee kwa negative, nasema kwamba fulani ana nini, amelaaniwa, ndio maana mambo yake yanaharibika kila siku. Au mimi nimelaaniwa bwana, mimi na laana mababu zangu bwana. Uko wetu umefanya nini? Umelaaniwa, ndio maana tufanikiwi. Kwenye ile session ya Januari tulizungumza kuhusu misemo, si ndio? Nasema ng'ombe wa maskini afanye nini? Hazai. Na ukishaamini hivyo, manake ni kwamba hutafanya jitihada za kuhakikisha yule ng'ombe anazaa, kwa sababu umeshajiaminisha kwamba ng'ombe wa maskini afanye nini? Hazai. Lakini je, ni kweli kwamba ng'ombe wa maskini hazai? Ng'ombe ni tukasema pia kuhusu jogoo wa shamba afanye nini? Kama jogoo wa shamba wiki mjini, I tell you, jogoo wa shamba hata ukimpeleka London, ikifika siku ya atafanya nini? Atawika. Mchukue mpeleke Johannesburg, ikifika siku ya atafanya nini? Atawika. Kwa sababu jogoo anawika kwa sababu ni jogoo, sio kwa sababu ya mahali alipo. Utamconfuse kidogo kwa sababu ya time difference, lakini akishazoea atapiga kokoliko vile vile. Tuko pamoja? Kwa hiyo wote tuliozaliwa na mwanamke, Mungu ametupa time and chance, na ukishakubali hilo, ukalielewa, ukaliamini, litakusaidia uondokane na ile tabia ya kuridhika na kutokufanikiwa kwako kwa kuexplain mafanikio ya mwingine kwamba yule amebarikiwa, yule ananekewa, yule amesoma. Si kwa sababu amesoma. Na mara nyingi Mungu ameweka hiyo mechanism wakati mwingine nadhani ili kusaidie usiwe depressed, ulale vizuri. Sema kwa sababu amesoma anaweza kumsaidia mtu, lakini kama mtu ana nia ya kufanikiwa, inawezekana. Mwambie jirani yako inawezekana. Swali, nani alifanya application ya kuzaliwa? Nani aliweka application akasema nataka nizaliwe? Au nani anakumbuka alipokuwepo kabla hajazaliwa? Kuna mtu labda tusaidie. Najua watu Hindus wanaamini katika reincarnation kwamba tukishakufa tunakuja tunazaliwa tena. Unaweza kuzaliwa kama paka, kama mbwa, au kuzaliwa kwenye familia kubwa kama ulifanya vizuri. Nani anakumbuka alipokuwepo kabla hajazaliwa? Hamna. Kwa hiyo hakuna kati yetu alifanya application akasema ninataka nizaliwe. Na kama ungekuwa una opportunity sasa uko mahali sisi itakuwa ni wapi siko, I don't know. Alafu kuna fomu za kujaza kwa wale watu wanaotaka kwenda duniani. Wangapi wangechagua kuzaliwa Tanzania? MC Kazamura anasema angechagua kuzaliwa Tanzania. Wangapi wangechagua kuzaliwa na wale wazazi wake? Hebu tusidanganyane bwana. Mungu anatuona.
Wangapi wamechagua kuzaliwa na JPM? Inachukua carbon dioxide yetu, na ndio maana bado tupo. Ndio maana oxygen haitaisha. Kungekuwa tunapumua kwa luku ya oxygen, sasa hivi watu wangekuja na mitungi yao, wengine wanasema sasa bwana kutoka hapo nisaidie nikaongeze oxygen yangu. Na wengine wangekuwa wameshafanya nini? Sasa Big Bang gani ambayo inapotokea inasababisha order badala ya chaos? I don't know. Huyu aliyetuumba ameweka kusudi, na ile kusudi linakusababisha. Kwa mfano, hicho kitu ulichokalia hapo, kuna mtu alifikiria kwamba unahitaji kukaa kwenye hicho kiti, akakitengeneza. Hakuna siku hicho kiti kitalalamika kwamba hawa watu wakija kila siku wananikalia, wakimaliza wanaondoka. Kila siku wakija na mikutano wananikalia, alafu wakimaliza wanaondoka. Hakilalamiki, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu kusudi la aliyekitengeneza ni kwamba kiweze kukaliwa. Hello? Ukimwona mtu analalamika kwenye position yake, mawili, labda hajajitambua au sio mahali pake. Hajajitambua au sio mahali pake. Miaka kadhaa wakati naanza kufundisha, nikawa nalalamika, nasema nigundua kwamba nikisaidia watu, baada ya kupata msaada watu wanaondoka alafu wananisahau. Nikaanza nalalamika miaka mingi sana, nilikuwa hata sio Tanzania. Siku moja one of the mentors akacheka sana, nilikuwa namwambia, mimi nasaidia watu wanakuja hapa wana hata uwezo, tunawasaidia, nikishamaliza wakishapata nani basi wanaondoka. Yaani nikasema mimi najisikia vibaya sana, sijui niache kusaidia. Akaniambia, akacheka sana. Imagine wewe ni daktari, thank God you are not a doctor, Timothy. Akasema, nikamuuliza kwa nini? Akasema, imagine wewe ni daktari, alafu umemsaidia mgonjwa amepona, alafu unaanza kulalamika kwa nini harudi tena hospitali. Does it make sense? Labda aje as a social worker, sema doctor thank you very much, akanisaidia kuona kumbe mimi kazi yangu ni kuwaganga wale ambao wanahitaji msaada. Wakishapata msaada, wakiondoka, ninapowaona from a distance wanafanikiwa, that is my pride and my joy. Ukiona unajisikia uchungu na kulalamika kwa sababu ya watu wasaidia wakaondoka, ujue either hujajitambua au hiyo sehemu unakaa sio. Kuna mama mmoja sasa hivi amekuwa promoted, rightly so, yuko Marekani, anafanya kazi as a nurse. Alikuwa anaitwa Mama Neema. Mama Neema tulikuwa tunapenda kuchoma sindano na huyu nurse kwa jirani yetu, na tukagundua almost mtaa mzima unapenda kwenda kwa Mama Neema. Kwa sababu Mama Neema akichoma sindano uisikie sasa, pole, anaitambua pale, tayari ndio. Sasa moja ukuti na majangili mengine kubwa zima kubwa zima, ushusha nikakula lako, ushusha. Ndio unagundua hii sio nafasi yake. Kuna walimu wengine hata chuo kikuu, mwalimu yuko chuo kikuu anafurahia wanafunzi wanapofeli, anaangalia kwa wengi sana hapa. Yaani by the time tunamaliza hii semester mtakuwa nusu, alafu miaka 3 baadaye mtakuwa robo tu. Yaani kwa wengi mno, kwa wengi. Ujue huyo mtu ajijue. Mwalimu wa kweli anatamani anachofundisha wanafunzi wakielewe, ili wapate msaada, iwasaidie wabadilike. Tuko pamoja? Kusudi la Mungu ni kwamba kila mtu atambue position yake, aifanye kwa raha. Aifanye kwa raha, nisikie mtu weke na getting ahead of myself. Mafanikio yako yanategemeana sana na wewe kutambua ile kusudi la wewe kuwepo na kulipasuu, actively kulipasuu na kulifanyia kazi. Ile kusudi huwa haliji ghafla. Napenda mifano ya Biblia kwa sababu mimi ni Mkristo na nimelelewa kanisani. Kwa hiyo natoa mifano ya Biblia. Mungu alipoambia wana wa Israeli kwamba nitawachukua kutoka nchi ya utumwa, nitawapeleka kwenye nchi ya ahadi ambayo kuna asali, kuna maziwa. Sijui ni kwa nini hata mimi wakati nasoma sikufikiria kwamba asali manake nyuki.
Asali manake nini? Nyuki. Maziwa manake nini? Ufuge. Lakini wakati nasoma Sunday school nilikuwa nafikiria labda kutakuwa na bomba, watakuwa wanafungua ile bomba, alafu asali inafanya nini? Inamwagika. Alafu kutakuwa na bomba lingine, maziwa tu yanateremka nchi ya ahadi bwana, yani linafua. Yaani hapo labda kutakuwa na ziwa, una kama maji yanapoteremka, kutakuwa na ziwa, yani ile ziwa ni la nani tu la, unaenda na kikombe chako unachota, kunywa tu maziwa ile. Lakini wakati anaongea nao wakiwa kwenye utumwa, hakuambia hivyo. Yeye alisema tu nitawachukua kwenye nchi ya utumwa, tapeleka nchi ya ahadi. Mwambia kwamba ile nchi unayokwenda sasa hivi yamekaa mijitu mikubwa, itabidi mkifika myapige ndipo mchukue ile nchi. Hakuambia hiyo. Mwambie mwenzako kitu unachotafuta kukikalia. Mwambie mwenzako kitu unachotafuta kukikalia kina mtu sasa hivi. Hello. Unataka kuwa the best comedian in town, tayari MC Pilipili amekalia hicho kiti. Kwa lazima uje utoe. Na kumtoa kwake sio kwa kuja kwa ngumi, ni kwa wewe kufaa to become the best. Si ndio? Chao. Amna. Hello. Okay. Kwa hiyo kuna watu wachache hawajui kipaji chao. Kipaji chako ni nini kakangu? Washa mic, bonyeza kwenye button hapo. Tuambie kipaji chako ni nini? Mimi kipaji changu ni kuhamasisha. Kuhamasisha? Yeah. Kuhamasisha nani? Wanyama, binadamu? Kidogo nikizungumza swala kuhamasisha inakuwa ni pana kidogo, lakini kiufupi ni kuhamasisha vijana ambao wanaendaje kufanikiwa, lakini nikiwepo na mimi mwenyewe. Kwa hiyo ninapohamasisha, naanza kujihamasisha mimi ili nihamasishe na wengine. Kwa sababu mimi huwa napendelea sana kuhamasishaji. Jina lako nani? Kwa majina naitwa Gregory Madaha, natokea Kongolakoto. Ndio wewe tulikuwa tunaongea eh? Yeah. Kwa sentensi moja nihamasishe, niendelee kufundisha, nihamasishe. Haraka. Ili tujue kweli una kipaji cha kuhamasisha. Kiukweli kwa sentensi ninaweza kukuambia ili uendelee kufundisha ni kwamba unachokifundisha unakielewa. Asante sana. Unachokifundisha unakielewa, hivyo hata wanafunzi wako watakuelewa kwa sababu wewe unaelewa unachofundisha. Asante sana. Mimi kitu kinachonihamasisha zaidi ni pesa. Ningeniletea pesa hapo ningehamasika zaidi. Nani mwingine anajua kipaji chake? Nani mwingine anajua kipaji chake? Yes, my brother. Washa mic tuambie, naomba usime hapo. Mimi kipaji changu ni kufanya ukalimani pamoja na tafsiri. Tafsiri kwa kuandika, kuweza kuzungumza. Hapo ndo kipaji chako. Una tafsiri lugha kutoka kwa Kiswahili kwenda Kiingereza na Kiingereza kwenda Kiswahili na Kiingereza kwenda Kiswahili. Kwa hiyo nikiongea hapo unatoka tafsiri. Vizuri sana. Haya, tuendelee. Kwa hiyo wewe ni mkalimani ya Kiingereza. I'm a translator. You are a translator. What's the difference between translation and interpretation? Okay, translating is like you translate the language or the written words, and the interpretation, it's like interpretation. That's what Translation and interpretation. What's the difference? Nani mwingine ni translator? Nani mwingine ni interpreter? Translator tusaidie. Au bado? I'm not using it as a profession, but it's like a part of my work. Part of your work. It's a part of my work. It's not like a profession. Okay. Yes, Unaitwa nani? Zefania. Zefania. Au Zafanaya. Au Zafanaya. Yes. Mwingine tupate mwingine sasa, tupate msichana basi. Wasichana kitambui. Ndio msichana naomba tuambie wewe una kipaji gani? Alafu taenda kwa dada pale mwenye nywele zenye rangi nyingi. Jioni. Nzuri, kwa jina lako na kipaji chako ni nini? Kwa jina naitwa Maria Kalisti Mtaita. Kipaji changu ni utangazaji, am a presenter na pia nafanya UMC. Okay. Yeah. Kwa hiyo wote ambao wanataka MC na MC Mtaita, una page kwenye Facebook? Yes, na kwenye Instagram? Yes, unachaji shilingi ngapi kwa event?
Maelewano. Maelewano. Mimi na laki moja kesho na wewe. Karibu. Asante MC Mtaita. Au unatumia MC Mtaita? Yeah, MC Mtaita. Tuna kampuni inaitwa MB Twins Entertainment. We are twins, so tuko MC wawili. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Yes, naitwa Rosada Theodore Bureta. Mimi ni mshereheshaji. Naitwa MC Fat Rose. Ni mnene? Yes. Asante sana. Na wewe kusherehesha maelewano? Yes, tunaongea na kuangalia muonekano wako kidogo. Wewe inabidi nikitaka kuja kubuku nivae ovyo ovyo. Mama, usivae ovyo ovyo, kivaa ovyo ovyo sana nitakuona mbabaishaji tu hapo. Utakupotezea, utanipotezea hela bure. It's not fair. Okay. Yeah. Asante sana. Sasa tupate mwingine. Mimi kipaji changu ni uandishi wa vitabu. Okay, ulijuaje una kipaji hicho? Nilipokuwa mdogo, nilikuwa naweza kukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, sijaongea neno lolote zaidi ya kusalimia. Sasa ile hali ya kupendeza mama yangu na watu wengine. Kwa hiyo wakafikiria labda pengine na matatizo fulani. Lakini mimi nikagundua kwamba ukinipa kalamu na karatasi, naweza nikajaza daftari ndani ya dakika chache sana. Kwa hiyo nikagundua kwamba kumbe siwezi kuongea, lakini ninaweza kuandika. Lakini baadaye nikagundua kumbe hata kuongea naweza. Yes. Aha. Unaandika vitu gani? Naandika vitabu na kitabu kinaitwa Jahili. Vitabu vya aina gani? Vitabu vya simulizi. Riwaya. Ndio. Ndio simulizi ndio riwaya au simulizi ni riwaya. Ukipata DF Kiswahili. Wewe naandika vitabu. Okay. Sawa. Unapokuwa unasema pia unaongea, unapokuwa unaongea simulizi au unaongea kwenye kuongea huwa naongea kwa kuhamasisha. Kuhamasisha. Okay. Umeoa? Ndio. Maelekezo unafanya nini? Nafanya uchunguzi. Unachunguza na uchunguza saratani zote. Yeah. Na hapo pia watu wanakushiriki na uchunguzi wako. Yeah, wao wanafurahi nikiwa dunia wanacheka kweli. Sasa sijui. Yeah, ila bado sijajua exactly kabisa mimi. Umeshakutoa dawa ya nani ya cancer au dawa? Dawa ya cancer kwa sababu saratani ina contributing factor. Kwa kuna vyakula asilimia, lifestyle asilimia 60, mambo ya kulisi huku ukifika kama kwako. Kama wangu nitumie travel kwa wiki. No, wewe kucheki tezi dume. Okay. Haya, hebu tuambie, maana mimi nasikiaga tezi dume unachekije? Unachekije? Sema tu kweli, hapa shida wote wa watu wazima. Tezi dume unachekije? Kuna njia za maabara ambazo tunacheki PCR. Pia kuna njia ambazo ni za kawaida clinical na unavaa gloves? Ya, alafu na ingiza wanaume wangapi huko ndani wako above 40? Wanaume wangapi huko ndani wako above 40? Wanaume wangapi wameshawahi kupima tezi dume? Ukienda kwenye hospitali zingine sasa hivi, kwanza wanaweza wakatesti hiyo wanasema PSA ambayo wanaangalia ile sijui wanaita nini kama activity fulani kwenye damu ambayo ita-indicate possibility ya wewe kuwa na tezi dume. Kwa hiyo wakiona ni negative then wahitaji kwenda hivyo kusema hivyo. Lakini wakiona ile PSA inakuwa kubwa then wanakwambia unahitaji kwenda kufanya confirmatory test. Make a lot of money because I want to go anywhere I want to go anytime I want to go. Sema nikwambia okay, lakini hiyo natamani iwe ni sababu ya pili. Sababu ya kwanza ya wewe kuwa scientist ni ili uweze kusaidia watu. Sema tutasaidia watu kitu gani? Asante sana. Tutasaidia watu kitu gani? Nikamwambia unaona hii smartphone unayoshika? Nikamwambia scientist ameitengeneza. Unaona hii TV unayoangalia unaipenda? Scientist ametengeneza. Unaona hii nyumba, nikaanza kumuonyesha vitu vya kila siku ndani, nikampeleka jikoni, unaona hii microwave, unaona hii
fridge, unaona hii jiko ni scientist wametengeneza. Sema sasa wameshatengeneza kila kitu. Kwa hiyo sasa mimi nasoma ile nikamwambia no, wakati wanatengeneza hivi tulikuwa tunapika majiko ya mkaa. Sijui kama kuna watu wanajua ile jiko la stove ya kuchochea. Mpaka kwa hiyo inawezekana wewe ukagundua vitu vingine vikubwa zaidi. Kitu gani ambacho una click nacho? What is it that clicks with you? Unajua sio kila kitu unakifurahia. Ikiwa Jumatatu unapojisikia unapotaka kwenda kazini unajisikia maumivu kwa sababu ni Jumatatu, hiyo inamaanisha kwamba kule unapoenda siko. Nafsi yako inakwambia hapa sipo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ikiwa Jumatatu ikifikia ikiwa wewe siku ya Ijumaa ni nzuri sana kwako, yani Friday night, thank God it's Friday, you have a big problem. Kama mahali ulipo sipo. Unatakiwa uwe kama scientist ambayo ikifikia Friday sema mapumziko tena, sijafikia mwisho wa research yangu. Kile kitu ambacho umeumbwa ukifanye utakuwa una click nacho. Utakuwa unajisikia raha unapokifanya. Utakuwa unajua kuna ile natural ability ya kufanya kitu ambacho mtu anakuwa amezaliwa nacho, lakini unaenda shuleni ili kukiboresha. Kuna watu wakikuangalia, kwa naongea na mmoja yuko wapi Deleli, waishi amejificha. Okay. Akikuangalia ulivyovaa anaona jinsi ambavyo uko disorganized. Lakini kuna mwingine anaona si nguo tu. Mimi nikiamua kuvaa na piki tunasema hii ndio safi, naenda na hii na piki naenda. Lakini kuna mwingine akiangalia sema hapo mwalimu umechemsha. Kwa sababu ana click na hiyo passion ya mavazi. Kuna mtu akiangalia jinsi tunavyoendesha hizi program anaona hapa wangehitaji kuboresha hiki na hiki na hiki. Kuna vitu vina click na wewe, especially vinapokuwa havijafanywa inavyotakiwa ifanye. Unapotembea mtaani vitu gani vina click na wewe? Sio kila mtu anaguswa na watoto wa mtaani. Sio kila mtu anaguswa na uchafu ulioko barabarani. Sio kila mtu anaguswa na chaos na foleni. Kuna vitu vina click na wewe. Unaviangalia unasema why? Unarudi kwenye passion na compassion na hurumia. Hii ni dalili ya kwamba umeletwa uje kufanya kitu katika hicho kitu. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi wakifikia mahali hapo, badala ya kufanya kitu ama kutafuta kutatua tatizo, wanaingia kwenye mode ya kucomplain. Kipindi kilikuwa kirefu sana. Huyu alipoangalia alipovaa. Huyu anafanya vizuri lakini angefanya hivi ingekuwa bora zaidi. Kwa nini nafanya hivi? Unaingia kwenye mode ya kucomplain badala ya mode ya kudiscover kwamba niko hapa kwa sababu hiyo. Tunaelewana? Ya tatu ni nimeconfuse. Ya tatu ni contentment. Na hapo nimenani kidogo. Kuna contentment kwamba unapofanya kitu unajisikia kutulia ndani yako, unajisikia raha mustarehe, kwamba unapomaliza kama Yesaya ni director wa movies, ndio. Unapomaliza kudirect ile movie ikatoka, unapoiona kwenye TV unajisikiaje? Unajisikia raha sana. Haijalishi umelipwa kiasi gani, unajisikia raha. Na ya nne inaendana na hiyo ambayo inaita ni competence. Competence manake ni kitu ambacho una uwezo wa kukifanya vizuri. Lazima uwe competent katika kile kitu ambacho umekuja kukifanya. Whether you are trained or not, unakuwa competent. Sasa mara nyingi tunashindwa kuendana na kile tulichokuja kukifanya kwa sababu kwanza fikra zetu zinakuwa potofu. Kwamba tunasema ngoja nitafute pesa kwanza, alafu nitapata pesa ndio nitapursue my purpose. Kwa hiyo mtu anasema nikishastaafu ndio nitafanya kile kitu ambacho roho inapenda. Hapana. Si tunajua mara nyingi hivyo. Tunasema kwamba ngoja nifanye kazi nikishastaafu ndio nitafanya kile kitu ambacho ninatamani nikifanye.
Kwa hiyo tunakimbizana na kipepeo anaitwa pesa. Napofika muda wa kustaafu, hatuna tena uwezo wa kufanya kile kitu ambacho tumekuja kukifanya, na hata ukifanya unakuwa huna nguvu ya kukifanya kama ambavyo ungefanya ukiwa na 25, 30, 45. Kwa hiyo sikiliza kwanza, kitu gani kinakuvuta ndani ya moyo wako. Kama ungepewa nafasi ya kuishi masaa 24 na ukaambiwa utafanya kitu kimoja tu, ni kitu gani ungefanya? Kitu gani ungefanya? Hiyo ndio kitu tunaita compassion. Na kitu gani kina click na wewe? Alafu kitu gani uko competent ukifanya, watu wanapokuja kwako, unajua kuna watu wengine sio mtu mzima sana, lakini watu wanamfuata wewe. Watu wanapokuja kwako wanakuja kuuliza kitu gani? Wanakuja kuuliza research za saratani, au wanakuja kupata laughter. Ni kitu gani watu wanakumemea kuhusu wewe? Na fulani akifanya kitu fulani anaenda vizuri sana. Tuko pamoja? Ninajaribu kusema hivi, sikiliza moyo wako. Tatizo ni kwamba tuko busy sana na makelele mengi na smartphone yetu na TV yetu na smart TV mpaka smart car na smart wives na smart girlfriends. Tunakuwa tuko busy, hatuna muda wa kurudi ndani na kusikiliza nafsi yetu, kwa sababu hicho unachotafuta kile ambacho tunaita ndio your purpose, ambacho ndio gift yako, nafsi yako tayari inafahamu. Asiyefahamu ni conscious mind, but your conscious sio NCIENC. Conscious yako na mwili yako ndani tayari inafahamu. Asiyefahamu ni huyu hapa kichwani. Unatakiwa upate muda, utulie, usikilize toka huko ndani. Kitu gani kinanisukuma nifanye? Usifanye kitu kwa sababu ujulikane. Usifanye kitu kwa sababu kina hela. Usifanye kitu kwa sababu fulani anafanya. Usifanye kitu kwa sababu umeona watu wakifanya hicho huwa wanafanikiwa tu. Tuna mtindo huo sana, na nilifikiri ni Tanzania, lakini nimetembea kwa sio Tanzania, ni duniani kote. Ukianza leo kuuza maandazi mtaa wa Tandahimba, kaeka mama mmoja hapa maandazi, kesho utakuta mama wa pili anauza maandazi, kesho kuta mama wa tatu, kesho kuta mama ndipo utakuta mtaa mzima yanauza nini? Maandazi. Hatutaki kujifikirisha, ndio unakuta ukija ofisini kwetu almost kila mtu ana bajaji. Alianza tu akasema bwana, bajaji inalipa. Ofisi nzima kila mtu akaenda kuchukua nini? Bajaji. By the time wanaenda kuchukua bajaji, ya huyo shauza ya kwake, biashara imemshinda. Hatutaki kujifikirisha, hata kuchukua muda kusikiza toka ndani kwamba ni kitu gani umekuja kufanya hapa duniani. Sasa nataka kwa dakika chache tusaidiane tusikilize hivyo. Unakumbuka kuna story tuliyokuwa kusikiza Genie in the Bottle? Umeshakusikia kusikia story ya Genie in the Bottle? Miaka ya nyuma, wakati hakuna vitabu, wakati wa Afrika hawajazindua. Unajua Waafrika ndio tuligundua vitabu, sio wazungu. Hello? Waafrika ndio waligundua vitabu, karatasi, papyrus. Miaka ya nyuma, kabla tujagundua karatasi na kalamu, maarifa yalikuwa yanakuwa transferred from generation to generation kwa story. Watu walikuwa, babu alikuwa anaambia wajukuu story, wajukuu wanaambia wajukuu wao story, na ndivyo maarifa yalikuwa yanakuwa transferred. Kwa hiyo tunaambiwa story ya mtu mmoja aliyokwenda alikuwa anavua. Wakati anavua, siku moja akakosa samaki, akapata taa. Alipopata hii taa, akaiangalia ni nzuri sana, afu ni almost ya gold. Akaanza kuwa kama anaisafisha ile taa, anaisafisha. Wakati anaisafisha, kwenye mfuniko kule akasukuma ule mfuniko ukatoka. Ulipotoka ule mfuniko, akatoka jini. Ile jini ilipotoka akasema, asante sana Aladdin kwa kunitoa huko ndani. Sasa nipe mahitaji yako matatu. Katika mambo matatu makubwa unayoyataka, ukiniambia mimi nitakupa kama zawadi yako. Hello? Wasomaji wa Biblia wanajua kwamba kuna mtu mwingine kwenye Biblia aliambiwa hivyo, si ndio? Siko hiyo story. Aliambiwa kwamba unataka nikufanyie nini? Huyu jamaa akatoa mahitaji yake matatu.
akapewa. Je, kama hii ni kweli, what if this is true, kwamba mahitaji makubwa matatu tulionayo, mwanadamu ni roho, ana nafsi na anaishi kwenye mwili. Sema mimi ni roho, nina nafsi, ninaishi kwenye mwili. What if chochote unachokitaka ukikitamka kitakuwa? What if it's true? What if it's true? Sasa nakuuliza leo, naomba kila mmoja aandike, if you can be anything. Kama jini huyu amekutembelea, na huyu ni jini mzuri jamani, hata waletea nightmare wala hatakuja kuwasumbua. What if yuko huyu jini amesimama kwenye bega lako, anakuuliza unataka kuwa nani? Who do you want to be? Andika. Sema mimi ni, andika, mwalimu, mimi ni tabibu, mimi ni mwandishi wa habari, mimi ni daktari. Useme ninataka kuwa, usiseme hivyo. Useme nitakuwa. Andika mimi ni, I am. Kwa sababu when you speak you create. 1, 2, usifikirie, andika tu mara moja. 1, 2, 3. Tayari? Bado? Andika 1. Unataka kuandika mangapi? Umesema 1. Usiwe na tamaa, jini sasa ataondoka. You want to do. Unataka ufanye nini? Unataka ufanye nini? Kama ni mwalimu tayari umeshajiwekea prerequisite, unataka kufundisha. Sio unataka kuchapa watoto viboko au kufelisha wanafunzi. Kama wewe ni mwalimu unataka kufanya nini? Kufundisha. Haya maswali majibu yake tayari unayo. Asikudanganye mtu kwamba uhitaji kwenda kwa mganga wa kienyeji, uhitaji kwenda kwa nabii, uhitaji kwenda kwa nani, kwa shehe, uhitaji kwenda popote. Haya majibu yako ndani ya nafsi yako, kwa sababu Mungu ameweka uungu ndani yako. Unayo. Yako ndani yako. Tatizo ni kwamba umeruhusu kelele za nje, kama rafiki yangu pale wa research. Watu wapigia kelele nje mpaka zile sauti za ndani hazifanyi, hazisikiki. Who do you want to be? What do you want to do? The last one, unataka kuwa na nini? Unataka kuwa na nini? Ujue ni mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu ule unachopenda, uvae unachotaka, alafu ukae mahali unapenda. Wangapi wanakula unachopenda? Wangapi wanavaa kile roho inapenda? Wangapi wanaishi mahali wanapenda? Sio uovu kutamani kula unachopenda, kuvaa unachopenda, kuishi mahali unapenda. Alafu unapenda kuongezea kwenda holiday mahali unapopenda. Sio holiday yako kwenda wapi hapa? Feri hapa panaitwaje? Hapa wanapona nini? Coco Beach. Ndio umemaliza holiday. Mpaka mwaka unaofuata. Inawezekana kwenda Dubai. Inawezekana kwenda holiday France. Inawezekana kwenda holiday America. Tumuongeze tena mengine tafadhali.